Mambo yamekuwa si mambo huko Mashariki ya Kati. Ndio lile nilikuwa naongea na Mr. Mpoki asubuhi nikimwambia kuwa ukidili na wachinja mbwa matokeo yake ndiyo haya hapa. Sasa hivi Iran anapeleka moto usiokuwa wa kawaida kwenye kambi za jeshi la Marekani, hususani Bahrain. Pale ameendelea kushambulia kambi za Marekani. Na tunaposema kambi za Marekani, unakuta si kwamba Marekani ana kambi moja, hapana. Unakuta kambi ni nyingi ambazo ziko ndani ya nchi moja. Nikupa mfano hapa wa Japan kwenye mji wa Okinawa, ambapo kuna kambi za jeshi hivi ambazo ni nyingi sana, jeshi la Marekani. Kwa ndivyo ambavyo Marekani ameweza kujitanua kwa namna hiyo. Nitalielezea vizuri hapo baadaye. Hii inatokana na kwamba Marekani ndiye aliyeenda kinyume na mkataba wa MOU, Memorandum of Understanding, kati ya Marekani na Iran. Nafikiri hilo linaeleweka kwa sababu wamekubaliana mlango bahari wa Hormuz, ambao ndio kete muhimu sana kwa taifa la Waajemi walionayo ya kumtingisha Marekani, kwa sababu ile kete, unajua sasa, ni uchumi wa dunia, kwa sababu hakuna namna ambavyo unaweza ukaitenga Irani katika uchumi wa dunia. 50% ya mafuta yanayopita pale, wao wakituaminisha ni 20, lakini ni zaidi. Maana ingekuwa ni 20, madhara tusingeyaona kama jinsi tunavyoendelea kuyaona ama kuyashuhudia, ama machungu tunayoyapitia. Kwa hiyo pale wamepashikilia, na katika mkataba waliokuwa wameuweka, yani utakiwa wafuate vitu kulingana na mkataba namna ulivyo, Memorandum of Understanding kati ya Marekani na Iran. Na katika vipengele walivyowekeana, kipengele kimoja ni kuwa mlango bahari wa Hormuz ndani ya hizi siku 60 ndio meli zitapita free, lakini zinatakiwa zitoe taarifa masaa 48 kabla ya kupita pale kwenye huo mlango kwa mamlaka ya IRGC. Kumbe upande wa pili Marekani wamechora ruti nyingine ambayo inapita pwani ya Oman. Kwa wamechora ruti nyingine, sasa kuna chombo au meli ambayo ilikuwa inapita pale, ambayo ilikuwa na bendera ilikuwa ni Singapore. Na bendera hiyo Singapore, Ever Lovely, sijui kitu kama hicho, hiyo meli na ilikuwa na bendera ya Singapore. Kwa hiyo ilipokuwa inapita kule ni kinyume na utaratibu wa Memorandum of Understanding, ikabidi Irani waipige ile meli. Na kuipiga ile meli, Marekani wakatoka hapo hapo wakasema kuwa huyu ameviolate Memorandum of Understanding. Kwa hiyo tunachokifanya, na wao wakavamia kisiwa cha Sirik Island huko Iran. Walishambulia pia, nadhani ni kusini au kaskazini mwa Iran walishambulia, lakini hapa kwenye kisiwa hiki kuna rada. Hapo kwenye hicho kisiwa kuna ghala ya drones na kuna ghala ya silaha, makombora, ghala ya makombora ambayo iko pale. Kwa wakashambulia. Ndio hii sasa tunaiona Iran naye anaitandika Marekani, anaipiga Marekani kwa sababu wametoka nje ya makubaliano waliokubaliana, Memorandum of Understanding ambayo waliwekeana. Kama mnavyojua ndugu zangu, ni double standard ile ile ya Marekani. Kwa maana kuwa Marekani hajakubali. Ukweli ni kuwa Iran amekuwa ni mbabe na hasara Marekani anaendelea kuipata, lakini hajakubali, kwa sababu kukubali kabisa kuwa hapa nimeondoka na huu mkataba tayari tumeingia, basi wacha ufanye kazi, hiyo inakuwa ni kama dharau au kudhalilika kwa Marekani. Na Marekani amejitambulisha duniani kuwa ni super power. Sasa inakuwaje taifa dogo kama Iran, kwa mujibu wa kwao, maana Iran sio ndogo hakika, lakini kwa mujibu wa wao ni taifa dogo ambalo, nafikiri mnakumbuka kauli za mwanzo ambazo Donald Trump alizokuwa anaongea kuwa tutaipiga Irani ndani ya siku chache tu. Kwa hiyo ilionekana ni kama Irani itapigwa labda ndani hata ya siku 5 vita vitakuwa vimeisha. Na ndio mahesabu ya Donald Trump na mwenzake Benjamin Netanyahu. Lakini Irani ndio imekuwa iko fiti kuliko mwanzo.
Kwa wafanyeje? Imebidi warudi kwenye meza ya mazungumzo, na ukumbuke meza ya mazungumzo ilikuwepo hata kabla ya kuishambulia Iran. Na nakumbuka Irani walisema kuwa tuko tayari kwa chochote. Marekani akija kwa mazungumzo, karibu. Akija kwa vita, karibu baba, tutakukaribisha. Walikuwa wako iko hivyo, lakini sasa baada ya kipigo kikali, baada ya Marekani kuchezea. Tunaposema Marekani kuchezea, kuna watu wanaanza kutuuliza mbona Irani naye amepigwa? Hatujasema Irani hajapigwa, lakini lengo la Marekani ilikuwa ni kuipiga Irani, sio kupigana na Irani. Hapa lazima uelewe kuna vitu viwili tofauti. Lengo la Marekani ilikuwa ni kuipiga Irani na kubadilisha utawala wa Irani na kuweka viongozi watakaosalimu amri kwa Israeli pamoja na Marekani, lakini hiyo imeshindikana. Kwa hiyo wakajikuta wanapigana, sio kupiga. Maana tumezoea Marekani anasemaga yeye anaenda kupiga mahali, akifika mahali yeye ni kupiga tu basi na kufanya mambo yake, lakini pale ikawa iko tofauti. Ndio ikamlazimu tena Marekani aanze kutafuta tena mazungumzo, wakae chini wayazungumze. Kumbuka mazungumzo yalikuwepo before Marekani na Israeli hawajaishambulia Irani, yalikuwepo. Maana mashambulizi haya ni tarehe 28 mwezi wa pili, nafikiri mnakumbuka, 2026. Na kabla hawajaishambulia mazungumzo mezani yalikuwepo, lakini huyu Marekani akaenda kinyume na yale mazungumzo. Kwa hiyo ndio maana nataka uelewe hasa context au dhana katika hili ninalo kuambia, muktadha, niseme muktadha, maana context ni muktadha. Uelewe muktadha katika hili ninalo liongea. Kwa hiyo sasa baada ya pale Marekani amekuwa akizuga, hebu tuongee, hebu tukubaliane. Na nyinyi mnakumbuka wako wanaongea Ulaya, Donald Trump anatoa kauli za vitisho. Lazima mkubaliane, na msipokubaliana mjue hakika mimi Iran hiyo nitailipua yote. Yani hiyo ni kuandaa watu kinini, kisaikolojia. Na by the way, walivyopeleka pale aircraft carrier, ndege za kivita, peleka askari, jeshi kubwa pale walipeleka ilikuwa ni kuproject power ya Marekani walionayo ili kuwaogopesha Iran. Lakini wakakutana na Waajemi, ni wabishi kama nini. Unamuogopesha Mwajemi kivipi? Unaona, taifa lenye ustaarabu miaka yote hiyo unamuogopesha. Kwa ile ikashindikana, wakashangaa sasa wanashambuliwa. Nafikiri nimewahi kukuambia hapa, Donald Trump aliwahi kukiri kuwa meli yao ilikuwa inashambuliwa huku, wanasikia huku tena saa 7 usiku. Drones zinatoka maeneo yote zinashambulia, ikabidi meli ikimbie. Kakimbilia kule upande wa Chigani ile bwana. Nasahau Cyprus. Kakimbilia Cyprus. Kwa hiyo ni aircraft carrier, lile meli kubwa lile la kubeba ndege za kivita. Kwa hiyo iko namna hiyo. Sasa leo ukisikia kambi zinapigwa, kwa sababu Marekani huwa alijitanua na aliwaza mbali sana. Maana wa Marekani wazungu wale wana akili sana. Kwa wakaona vita hatuwezi kuvileta vita nyumbani. Kwa hiyo tunachokifanya, tutawekeza kwenye kambi za kijeshi nje ya Marekani, ili vita vikitokea zile kambi zilizoko kule ndio wafanye hiyo kazi. Na baona wana kambi kila mahali, mpaka Afrika huko, baadhi ya nchi, hata Kenya kuna kambi zao ziko pale, na maeneo mbalimbali. West Africa pia kuna kambi za jeshi la Marekani ziko, na ambapo Mfaransa naye ana kambi maeneo hayo ya West Africa. Kwa ndio maana unaona vita hivi vinavyotokea hivi, sio wao unavisikia kwenye vyombo vya habari, hata raia wa Marekani pia wanavisikia kwenye vyombo vya habari. Unapopigana ni zile kambi zilizoko kule, kasoro tu askari, maana kuna askari wanakuaga kwenye hizi kambi. Lakini hapa juzi Iran amewanyoosha kweli kweli, askari wengi wamefariki, wengine wamepata majeraha, kwa ikabidi wabebe askari sasa kutoka Marekani kuwaleta huku. Na nakumbuka Donald Trump alikuwa na mpango wa ile ground operation, vita vya ardhini, nafikiri mnakumbuka vizuri sana. Lakini sasa Irani unaingiaje? Hapo ndio kukawa kuna shida. Kwa mpaka hivi sasa tunavyoongea, Iran anaendelea kutandika kambi za Marekani zilizoko pale Bahrain, anaendelea kuzipiga hizo kambi. Ndo mambo yanavyoenda hivi. Hatujajua mgogoro utaendaje, maana unajua sisi tunachodilia ni bei ya mafuta.
Mafuta yakipanda, gharama za maisha zimepanda. Maana tu hii wameanza kushambuliana, mafuta tena kwenye soko la dunia yamepanda tena. Umeona? Sasa sijui hii itaishaje na itamalizikaje. Kwa sababu Mwajemi ni mbishi na Marekani naye pia vile vile ni mbishi. Umeona? Mwajemi anasema hatutasujudu na Marekani anasema hatutaweza kumruhusu mtu yeyote. Sasa ngoja tuone inavyoenda, lakini kiukweli Marekani wamezidiwa. Kumbuke haya yanatokea ni kwamba Israeli na Lebanon wao walikubaliana wakae mezani wayamalize, lakini huko upande wa pili yanatokea. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Asanteni sana wana IBM channel, taendelea kuwapa update kadri mambo yanavyoendelea huko Mashariki ya Kati. Asanteni.